tunaambia Rigathi Gachagua pale huko uache kufikiria wewe ni mwanaume peke yako. Wewe ni mwanaume peke yako. Kama unataka kuwa president, tunajua bila ulifanya huku kaunti ya Nyeri wakati ulikuwa umekalia kiti ambayo haikuwa yako. Si ndio? Ni tunajua. Tunajua. Hizo kesi ziko wapi sasa hivi? Ziko kotini, si ndio? Hapo na kesi za kuiba kotini. Si hapo. Huyu mheshimiwa Ngunjiri wa Mbogo tulimkataa wakati ule kwa sababu hakusikiliza ground. Lakini tunaona kama yeye alikuwa amesikiza ground. The political ties seems to be shifting day in day out on the political arena of our country, Kenya. Aswa nikizungumza nataka kuzungumzia uhusiano wa aliyekuwa mbunge wa Nyeri Town Ngunjiri wa Mbogo pamoja na aliyekuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua. Uhusiano wa wawili hawa ni uhusiano ambao kwa sasa umeingia uchafu, ama niseme kitumbua chao kishaingia mchanga, maana Ngunjiri wa Mbogo imajuzi aliweza kukiasi chama ambacho Rigathi Gachagua anakifungua na yeye kurejea katika chama alichokuwa akijihusisha nacho kitambo, kikiwa ni chama cha mstaafu rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, chama cha Jubilee. Ila swali la balaga na swala ficha ambalo Wakenya wamekuwa kijiuliza, huyu aliyekuwa mwandani wa karibu wa Rigathi Gachagua kutokea ambapo matamshi ya kung'atuliwa mamlakani ya Rigathi Gachagua yalipoanza, imekuwaje kwa sasa wawili hawa hawapikiki katika chungu kimoja? Niruhusu basi niweze kukuchambulia na kuweza kukudhirishia kwa uwazi haswa ni nini kilichoweza kupelekea uhusiano huu kuweza kudorora na kufikia mahala ambapo umefikia kwa sasa. Ngunjiri wa Mbogo aliweza kuajiriwa na Rigathi Gachagua kama mfanyakazi katika ofisi yake wakati ule, Rigathi Gachagua akiwa kama naibu rais wa Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Na Ngunjiri ikawa ndiye aliyekuwa akimpa mawaidha sana Rigathi Gachagua jinsi ambavyo ataendelea kufanya kazi na Rais William Ruto katika serikali ya muungano wa Kenya Kwanza iliyokuwa ikiongozwa na Rigathi Gachagua pamoja na Rais William Ruto. Lakini kulingana na mbunge wa Kapseret Oscar Sudi ambaye ni mwandani wa karibu wa Rais William Ruto, aliweza kudai kwamba tokea Ngunjiri wa Mbogo alipoweza kuanza kujihusisha na Rigathi Gachagua, hapo ndipo uhusiano wa Gachagua pamoja na Rais William Ruto uliingia mchanga na uhusiano wa Rais na Rigathi Gachagua ukaanza kudorora. Maana Rigathi Gachagua alimsikiza sana Ngunjiri wa Mbogo, ikawa amsikizi rais na wasikizi wa ndani wa rais kwa yale ambayo kwa mawaidha ambayo walikuwa wakiweza kumpa. Na jambo lile likaweza kuadhiri sana uhusiano wa rais pamoja na Rigathi Gachagua mpaka kupelekea Gachagua kuweza kung'atuliwa mamlakani kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nikukumbushe tu, aliweza kusema haya na kuweza pia kutengeneza video ambayo aliichapisha katika mtandao wa kijamii wa X pamoja na Facebook, akiwa ni Oscar Sudi akimlaumu Ngunjiri wa Mbogo kwa kuweza kuchangia pakubwa katika kung'atuliwa mamlakani kwa Rigathi Gachagua. Ila swali likawa, mbona Oscar Sudi alidai hivi? Ni nini haswa Ngunjiri alikuwa akicheza karata gani katika siasa za Rigathi Gachagua na uhusiano wa Rigathi Gachagua pamoja na Rais William Ruto? Likawa ni swala fiche ambalo sisi wenyewe tumejaribu kulichunguza, ndipo kuweza kung'amua haswa ni nini kilichoweza kufanyika, na ikawa hatupati jibu kamili. Ila ijuzi katika mahojiano yake Ngunjiri wa Mbogo na moja kati ya media ambazo katika podcast ambayo inafanya vizuri sana katika eneo la Mlima Kenya ya The Koogis Corner, aliweza kuweza kudhihirisha kwamba chama cha Rigathi Gachagua ni chama ambacho kimejaa ukabila na kinaongozwa na udikteta wa Rigathi Gachagua, ambacho akiwaruhusu wale ambao hawamwabudu Rigathi Gachagua kuendelea kufanya kazi katika chama kile. Ikadhihirishwa kwamba unajua katika chama hiki, wacha nikufumbulie kwa uwazi haswa ni nini ambacho Ngunjiri wa Mbogo alikuwa akitaka kupewa katika chama hiki. Wakati Rigathi Gachagua alidhihirisha kwamba wanafungua chama kipya,
Wengi walimtaja Wambogo kama ambaye atakuwa katibu mkuu wa chama hiki ama secretary general wa chama ambacho Gachagua yupo anaenda kukifumbua mwezi huu. So alikuwa akitarajia kwamba hii position ama nafasi ya kuwa secretary general ataipokea bila pingamizi yeye Ngujiri Wambogo. Lakini Rigathi Gachagua ikawa ana jina lingine akilini mwake ambalo alitaka liweze kuchukua nafasi hii ya kuwa katibu mkuu wa chama chake. Jina likawa ni jina lake ambaye ni secretary general ambaye ni senator wa kaunti ya Nyandarua, Senator Medhu. Medhu ndiye ambaye ametunukiwa nafasi kama secretary general wa chama hiki. Yaani yeye ndiye atakaye kuwa mzungumzaji mkuu wa chama cha Rigathi Gachagua. Nafasi ambayo aliitaka sana yeye Wambogo Ngujiri aweze kukabidhiwa na Rigathi Gachagua. Kumbuka Wambogo na Gachagua wamekuwa wakiendelea kupiga siasa tokea Gachagua alipoweza kung'atuliwa mamlakani. Ila kulingana na taswishi na jicho la tatu ambalo tunapata kuangalia nalo story na uhusiano wa Rigathi Gachagua na Wambogo Ngujiri kwa sasa, tunaona Wambogo Ngujiri single-handedly, yani akiwa yeye peke yake, aliweza kuchangia pakubwa katika kuhakikisha kwamba karia ya naibu rais ya Rigathi Gachagua imedorora na imefia kabisa. Tuko pamoja. Kando na hilo, aliweza kuhakikisha kwamba uhusiano wa Rigathi Gachagua na Rais William Ruto ni uhusiano ambao umefia na kusahulika. When Wambogo Ngujiri joined Rigathi Gachagua, especially while he was the Deputy President of the Republic of Kenya, he made sure anybody who came in between him and taking Rigathi Gachagua to Munyoro Express was kicked out. Yeyote aliyejaribu kumpa Gachagua mawaidha wakati Wambogo Ngujiri aliingia pale, alihakikisha kwamba amemkosanisha na Rigathi Gachagua. Nao tukiweza kuzungumza, tunaona ni kana kwamba huyu jamaa alikuwa amepandwa pale na mtu ama niseme tu mimi mtu ambaye ninaweza kummulika kwa hili ni aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Maana kumbuka wakati Rigathi Gachagua alikuwepo naibu wa rais, alikuwa na mamlaka makubwa sana, na pale aliweza kufanya vitendo vingi sana ambavyo vilikuwa ni vitendo haramu, vitendo vya kuweza kumwadhibu aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na familia yake. Kumbuka Gachagua aliweza kutuma watu ambao waliweza kulivamia shamba la Uhuru Muigai Kenyatta pale Northlands Ruiru. Kando na hilo, kumbuka Gachagua akihusika katika kujaribu kuondoa walinzi wake aliyekuwa mama taifa Mama Ngina Kenyatta ambaye ni mamake Uhuru Muigai Kenyatta. Kando na hilo, alijaribu pia kumwekelea kesi ambaye ni mwanawe Uhuru Muigai Kenyatta, Jomo, kesi ya ulanguzi wa silaha hapa nchini Kenya, katika maandamano ya mwaka 2023 yaliyokuwa ni maandamano ya Azimio la Umoja dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Nao baada ya Wambogo kuingia pale, Gachagua ikawa hasikizani kabisa na Rais William Ruto. Sasa kwa sasa, baada ya kufaulu kumpeleka Rigathi Gachagua kule kwao nyumbani wa Munyoro ambapo he is just a village elder right now, tukubaliane. Kiti ambacho Gachagua anaweza miliki ni kuwa msimamizi wa chama ambacho anakitengeneza kwa sasa. So ili ni dhahiri ya kwamba Wambogo Ngujiri aliweza kufaulu kama Uhuru Muigai Kenyatta ndiye aliyemtuma katika kusambaratisha uhusiano wa Rigathi Gachagua na William Ruto, basi Uhuru goli yake kubwa aliweza kuhakikisha hit the point. Na ndio maana nakwambia kwa sasa ukiangalia kila kukicha anapozungumza Uhuru Muigai Kenyatta anaguzia uhusiano wa Gen Zs na William Ruto. Anaambia vijana, amkeni mpambanie haki yenu, amkeni mpambanie nafasi zenu katika uongozi. Nao
Currently, Ngojiri has returned back to his sender, Uhuru Kenyatta, after completing the assignment. Hili nitalisema bila kuogopa chochote. Amerudi kwa Uhuru Muigai Kenyatta, amerejelea katika chama cha Jubilee, na pale katika chama cha Jubilee, Wambugu Ngojiri anaenda kupewa nafasi kubwa sana. Maana kama Gachagua angempa nafasi kama Secretary General ama katibu mkuu wa chama ambacho anakifumbua, basi ingekuwa chama hiki yale ambayo Wambugu atakuwa akiyazungumza ni yale Uhuru Muigai Kenyatta anataka yazungumzwe, ni yale Matiang'i anataka yazungumzwe, ni yale Jeremiah Kioni anataka yazungumzwe, ni yale William Ruto anataka yazungumzwe. Lakini Gachagua ni kana kwamba aligundua hapa mambo hayaendi sawa. Kumbuka Gachagua aliweza kuvamiwa na vijana pale katika Nyeri Town, ambayo ni town aliyokuwa Wambugu Ngojiri kama mbunge wa town ile. Katika ibada fulani ya kanisa aliyokuwa akihudhuria, aliweza kuvamiwa Rigathi Gachagua pale. So swali tulilojiuliza siku ile, mbona Wambugu Ngojiri angepanga vijana pia wao wa deal na wale ambao walikuwa wakimshambulia na kuweza kumattack Rigathi Gachagua alipokuwa akihudhuria ibada ya kanisa pale? Ni kwa sababu Wambugu Ngojiri kazi yake kuu katika uhusiano wake na Rigathi Gachagua ilikuwa kuhakikisha kwamba huyu jamaa tunampeleka nyumbani, tunamzidikisha na tunahakikisha kwamba amekaa wapi? Amekaa nyumbani, na mamlaka ambayo alikuwa nayo yamekwisha kabisa. And that's why tunasema Uhuru Muigai Kenyatta alimtuma huyu jamaa na kuweza kuharibu uhusiano wa Rigathi Gachagua na William Ruto. Na baada ya kuharibu uhusiano ule, tulimuona William Ruto akikwenda kumtafuta Uhuru Muigai Kenyatta na kuomba msamaha. Na baada ya pale ndipo mnakumbuka kulitokea nafasi za ambao ni wandani wa karibu wa Uhuru Muigai Kenyatta kuhusishwa katika serikali hii ya Kenya Kwanza, ambapo William Kabogo alipata nafasi kama waziri, Lee Kinyanjui akapata nafasi, Mutahi Kagwe akapata nafasi, na Deritu Moredi akawa ndiye msimamizi mkuu wa KRA, ambayo ni tume ya kuweza kusanya ushuru katika taifa la Kenya. So ni dhahiri ya kwamba Wambugu Ngojiri alikuwepo pale kuweza kumharibu na kumharibia Gachagua nafasi yoyote aliyokuwa nayo kuweza kuendelea kuongoza Mlima Kenya kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya. Najua wengi mna mafikra fiche na kando na yale ambayo naweza kuambia, lakini kwa sasa nataka tumwachie comments za kwenu pale kwenye comment section. Kumbuka kusubscribe. Hii ni The Kenyan Daily Report. Subscribe.